Ndugu zangu, tumwombe Mungu Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Ee Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi zae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazo kutuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akatujulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zilipooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Uliamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwana wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba
uyabariki na kuyatakasa mafuta haya ulio yaumba. Uyajaze nuru ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana Krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye Krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya Krisma, uwajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye Krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni.